Naam, hizi ni shamra za mapokezi ya kikosi cha Simba ambacho muda mchache tu kinawasili hapa kwenye uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kikitokea Afrika Kusini mara baada ya kukamilisha kile ambacho Watanzania wengi walikuwa wanakisubiri, kile ambacho Watanzania wengi walikuwa wanakiomba na wanakihitaji kukiona katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, mchezo wa marudiano dhidi ya Stellenbosch ya kule Afrika Kusini. Mara baada ya kuwa na mtaja bao 1-0 walienda Afrika Kusini kwa ajili ya kutamatisha na kujikatia tiketi kwa kwenda fainali. Sasa kina Fadlu Davis, kina Charles Yenaoua, Elie Mpanzu na wachezaji wengine kibao ambao wameifanya klabu hii ya Simba kufika hatua ya fainali ikiwa ni baada ya miaka 32 kuwasili hapa, na mapokezi yanaonekana kuwa makubwa. Mashabiki mbalimbali wanaonekana kujitokeza hapa, kama ambavyo unasikia hizo ni ngoma wenye filimbi, wenye kile ambacho wanaweza kufanya, ikiwa ni ishara tu ya kuonyesha kuisupport timu hii na kile ambacho wamekifanya siku chache zilizopita kule Durban, Afrika Kusini. Hivi ndivyo hali ilivyo. Tutafanya mahojiano na kocha pamoja na baadhi ya wachezaji waeleze kile ambacho kilitokea kule Afrika Kusini. Licha ya kuwa tayari mwalimu alishazungumza kwamba wao kwa sasa sio muda wa sherehe, wanasubiri kuona kile ambacho watakifanya katika mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane. Na nikukumbushe tu mtazamaji wa Mwananchi Digital kwamba RS Berkane sio wageni kwa Simba. Msimu 2021-22 waliwahi kuwa kundi moja kwa upande wa kombe la shirikisho Afrika, na mchezo wa kwanza katika hatua hiyo makundi Simba ilipoteza kwa mabao 2-0, lakini walipokuwa hapa walishinda na wao kwa bao 1-0, bao la Pape Osman Sako ambaye kwa sasa anachezea Wydad Casablanca ya Morocco. Simba alimaliza katika kundi D kwa wakati huo sasa, katika kundi D wakiwa na alama 10 nyuma ya RS Berkane. Simba akipita njia yake alishia robo fainali dhidi ya Orlando Pirates, na kwa wakati huo sasa Orlando likuwa na Fadlu akiwa sehemu ya benchi la ufundi la timu hiyo. Simba iliondoshwa kwa changamoto za mikwaju ya penalty. RS Berkane yenyewe ilipita njia yake na hatimaye kufika fainali ambapo walicheza dhidi ya Orlando ambayo ilikuwa na kocha Fadlu katika benchi la ufundi, na hiyo ndio ilikuwa fainali ya kwanza. Fadlu akapoteza. Miaka mitatu baadaye, kwa maana ya 2025 sasa, Fadlu Davis akiwa na kikosi cha Simba wanafika fainali. Hii ni nafasi nyingine kwa raia huyo wa Afrika Kusini, na lakini tofauti na kipindi kile, kwa sasa ni kocha mkuu kukabiliana dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza wa fainali utapigwa Mei 17. Simba wataanzia away na shughuli wanakuja kuimalizia hapa jijini Dar es Salaam kwenye dimba la Benjamin Mkapa, pahala ambapo kwa Simba ni kama machinjio. Mimi naitwa Elia Solomon, karibu sana. Licha ya hali ya mvua ambayo ilikuwa inaendelea hapa kwenye uwanja huu wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mashabiki wa Simba walionekana kuendelea kuwa na vibe na timu yao, kuwa na vibe na wachezaji ambao walikuwa wanawasili hapa. Waliendelea kucheza, kuimba na kufurahia kile ambacho vijana wao wamekifanya kule Afrika Kusini. Hali hii haijaathiri mapokezi yao
ni kwa namna gani ambavyo umeonyesha wanaipenda klabu yao hii, na hata mimi kama ambavyo naona nimeloa ni katika harakati ya kuhakikisha kwamba mtazamaji wa Mwananchi Digital unapata kile ambacho unastahili kutoka hapa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ngoja tuzungumze na wadau. Bwana vipi ndugu yangu? Safi, mambo vipi? Wema. Kama kawaida. Unakuita nani mzee? Mimi naitwa Frank Magoli. Bwana naona umeloa. Nimeloa mwanangu noma. Simba ubaya ubwera mwanangu, lakini nasikia kama sijaroa, nasikia kama joto hivi. Unaongeleaje kile ambacho umekifanya kule Afrika Kusini? Simba bana, kwa kweli wamefanya kazi kubwa. Kwa kweli vijana wamepambana, kwa sababu ilikuwa sio kazi ndogo. Sio kazi ndogo mpaka kufika pale. Tumepambana, yani mpaka unavyoona hivi tulivyo, mpaka tumeroa kama hivi. Yani yote tumepambana. Tunashukuru kwa kweli. Yani vijana wamepambana kwa kweli. Unaona kabisa ubingwa ukibaki hapa hapa. Kombe naliona lile pale mwanangu. Acha bwana. Kwa ile timu ile ya Mpazo naua. Bwana, naliona kabisa kombe nalo mimi mwenyewe Benjamin. Bwana Berkane nasikia sopo. Berkane mtoto mdogo tu kwetu, sisi tunapasua yule. Yani kwanza tunakuonesha pale kwao. Sisi tunamuomba tu Rais wa Jamhuri ya Muungano aendelee kutupa ushirikiano kama alivyotusaidia ndege, aendelee kutusaidia ndege tena. Twende huko Moroko. Tunaenda kukiwasha huko, tunawaonesha kama na lile kombe sisi ndio wa kwanza, kama alivyotabiri mheshimiwa marehemu sasa hivi hayati Baba Magufuli kwamba kombe linakuja Tanzania, na sisi tunapambana, tunataka kuwaonesha kwamba tunalileta kombe Tanzania kwa mara ya kwanza. Kutoka hapa uwanja wa ndege, na hiki ndicho ambacho kimetokea wakati Simba ikiwasili. Sasa ni wakati wa kujiandaa na mchezo wa fainali ya kwanza ambayo Simba wataanzia ugenini huko Morocco dhidi ya RS Berkane. Ni Mei 17 kabla ya kuja kumaliza shughuli hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 25. Naitwa Elia Solomon, asante.